Ndugu zangu, nimekuja kutoa maoni yangu baada ya maoni ambayo yana bezi kwenye upande wa soka, upande wa mpira, baada ya kuona Young African Sport Club kupoteza mchezo dhidi ya Dodoma Jiji ndani ya uwanja wa Liti Singida. Mimi maoni yangu yana bezi kwenye mchezaji mmoja ambaye ni Djigui Diarra. Djigui Diarra mimi naona ni mchezaji ambaye anataka kuonyesha kwamba yeye ni mkubwa kuzidi klabu, ama yeye ni mkubwa kuzidi viongozi, ama yeye ana umuhimu kuliko Yanga yenyewe. Kwa hiyo kwa sababu ya matukio yake ya hivi karibuni, tukio la yeye akiwa anacheza na Dodoma Jiji, kosa limefanyika. Hata kama aliyefanya kosa ni mchezaji wa upande wa kwake, ni mistake, kwa sababu yule mchezaji asingeweza kuwa na dhamira ile ya jambo alilolifanya, kwa sababu na yeye ni mchezaji kama alivyo yeye. Kwa hiyo kilichotokea ni kwamba ni kitendo cha bahati mbaya tu, wala akikuwa na makusudi. Kwa hiyo kama mchezaji alitakiwa akihendo alafu aende amshauri na kumtuliza, kwa sababu kadiri unavyolaumu ndivyo unavyompoteza mtu kwenye line, kwamba yule anazidi kuwa na panic. Kwa hiyo yeye cha kufanya ilikuwa afanye kumtuliza yule Bakari Nondo Mwamnyeto, anatakiwa mtulize ili ile mechi wasiweze kupaniki zaidi ya pale, au wasiweze kupoteza zaidi ya pale. Kwa hiyo kwa muda ule Djigui Diarra alitakiwa atulie na atulize pressure, au atulize wenzake paniki, ili mradi mambo yasiweze kuharibika zaidi ya pale. Yeye alichokifanya ni kwamba amezidisha kuharibu zaidi ya pale, yani ameshinikiza makosa mengine zaidi, yani amesababisha paniki iwe zaidi ya ile. Kwa hiyo yeye hakuwa kwenye positive side, bali yeye alikuwa kwenye negative side. Kwa hiyo pamoja na kwamba Mwamnyeto ndo aliyefanya kosa, lakini mtu wa kulaumiwa zaidi ni Djigui Diarra, kwa sababu dakika zimebaki 4. Ilikuwa ni ngumu kiasi gani kwa yeye kuvumilia zile dakika 4, na anapoenda kwenye vyumba vya mapumziko alitakiwa kule sasa ndio akaseme, ndio akaonyeshe hasira yake na paniki yake na ushauri wake zaidi, ili kujenga timu, ili kubaki kwenye positive side. Kwa sababu yeye anapoendelea kuwa na paniki zaidi, maana yake ni kwamba anaipoteza timu nzima direction, anaongeza paniki kwa Bakari Nondo Mwamnyeto, na pia anawapa pressure wachezaji wengine wasiweze kuwa imara, kuwa makini, kwa sababu hata ukiangalia hata Ibra Baka pia alipata paniki kutokana na kile Djigui Diarra alichokifanya. Djigui Diarra pia tumeona kwenye mechi ya away nyingine, pia alionyesha utovu wa nidhamu mpaka akafungiwa mechi 5 na kupigwa faini kutokana na kile alichokifanya uwanjani na pia kwa waandishi wa habari. So Djigui Diarra anataka kuonyesha kwamba yani ana ushindani wa yeye na Yanga, yeye na viongozi, yeye na timu, kitu ambacho hakiwezekani. Timu ni kubwa kuliko mchezaji, timu ni kubwa kuliko mchezaji. Kwa hiyo Djigui Diarra mimi naona kwamba ni muda wake sasa wa kupatiwa kufikia makubaliano kila upande na kuvunja mkataba kisheria, ili waachane naye huyo mchezaji, kwa sababu naona akiendelea kuwepo ataleta madhara zaidi na zaidi ya hayo, kwa sababu ya kile vitu ambavyo amekuwa